onyesho lililopita katika Panguso. Nakupenda sana mke wangu. Utulie basi na sehemu moja. Una kila sehemu uonekana unazunguka kanisa. Nitakuumiza. Nilikwambia leo utakesha hapa na mimi. Na ni lazima ukeshe hapa. Na kesho makaburini tutaamkia hapa kwenda kuzika. Sikiliza nikueleze habari. Kwa hiyo mtu yeyote ambaye anajua yeye sio Vegas, inuke mahali alipo, aanze safari ya kwenda nyumbani. Unajua ili wanajeshi waweze kushinda vita ni lazima wamsikize captain. Ni kweli tukiwa uwanjani nyinyi mnanisikiza mimi captain, ndio maana tunashinda, au sio? Lakini tukirudi huku mtaani amnisikilizi na ndio maana tunafeli. Tumekuja na Panguso baba, tumekuja na Panguso. Tumekuja na Panguso baba, tumekuja na Panguso. Tumekuja kupangusa maadui wa taifa. Tunapangusa ujinga, tunapangusa maradhi. Mama Panguso, haya twende Panguso. Mama Panguso, mai. Baba mweba mwana wao. Baba mweba mwana wao. Ai mai. Amajonisha. Amini niongeze simu ile moja lakini niongeza kama hivi. Yao. Ongeza mjembe. Vipi Majonisha? Utaenda kwenye maziko leo? Wapi? Kwa mama nani? Mama Lusako. Wewe hujasikia habari za huko? Kipunje kasema hataki kumuona mtu yoyote wa Yakuza kwenda kuzika pale. Mpaka michango yote ya msiba walochanga Yakuza karudisha. Hataki kumuona mtu yoyote kasema. Na makaburini hataki aende kuzika mtu yoyote. Sasa mimi naendaje kwenye huo msiba? Mimi siendi. Unajua nitaogopa sana. Huyo Kipunje jana nimempa kichapo sana. Jana nimempa kichapo si kitoto. Kipunje huyo umempiga wewe? Unafikiri Kipunje huyo? Nimempa kichapo sana. Mimi nakwambia. Wewe twende. Sawa. Twende. Akiniona mimi na wewe hawezi kusubutu hata kunyanyua mdomo wake. Nauliza umempiga Kipunje huyo unayemjua mimi, wewe umempiga? Huyo Kipunje wenu. Bigi mimi siendi. Siendi, namjua yule mtoto alivyo. Siendi. Wewe kama unaenda wewe nenda, mimi siendi. Siendi kokote. Najua si baloni pa. Wewe. Ngumu sana kusikia. Habari yako? Mimi siitwi wewe. Mimi naitwa Sikitu Amos Mwakajumba. Lakini kama unashindwa kuliita hilo jina, naweza kaniita Jelo. Sasa mimi katika yote ningependa sana nikuite Jelo. Mimi naitwa Fande Karokola. Sijui kama unanikumbuka. Mimi nisikukumbuke wewe? Kabisa? Nawezaje kukusahau wewe? Ni adui wa familia yetu. Wewe ni zaidi ya adui wa familia yetu. Ukasahau kwamba kuna Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Umesahau kabisa hilo swala kama lipo. Ukajaribu vile vile kuchukua rushwa katika familia yetu. Naanzaje kukusahau wewe? Naanzaje kwa mfano? Jelo, na mnisikilize sana, unisikize kwa makini. Na ndio maana mimi kipindi chote roho inaniuma kweli kweli. Yaani inaniuma toka tukio lilotokea. Unajua wa kuweza kuchukua hela kwako na kwa mama yako. Ushanielewa? Na akacheza hata kwetu. Ile ilikuwa kesi. Tulikuja kwenu ili kutuwatingisha na kutengeneza mazingira ili hela itoke. Sio kwa nini? Na ubaya zaidi akacheza kwetu na akacheza kwenu. Na sikitika hata sisi hatakwata hata shilingi 5. We, ninakwambia, ina maana tulipigwa. Sio kupigwa, bali mlichezeshwa kiliwanzensa. Unajua? Mimi nataka kumaliza utawa wote huu. Huyu mtoto nataka niumalize. Unajua haiwezekani sisi watu wazima
ili tukakaa hapa tuanze kuogopa, akipita si tutetemeke, sio akifanya nini si tu. Yeye nani? Yule mtoto mdogo tu. Mimi nakwambia yule mtoto mdogo. Sasa wale utawatoa wake wa kitaa. Haiwezekani kwamba mtaa huu na mtaa huu leo hawazikani. Huyu akifa huko sisi tusiende, huyu akifanya hivi hawa hawaji. Mambo gani kipumbavu? Mambo ya kishamba. Ndio maisha mlojitengenezea. Sasa afu tena lingine. Mkanye mwanao Jonije. Nakwambia kabisa mkanye mwanao Jonije. Kwa sababu yeye ndiye anayeongoza Yakuza. Si unanielewa? Yeye ndio mwongozaji wa kundi la Yakuza. Mkanye mwanao. Mimi wala simkanya. Nimeshamkanya, nimechoka. Saizi nishajipanga kisaikolojia. Kitakachomkuta chochote, mimi niko tayari. Maana nimeongea na yule mtoto lakini hataki kunisikia. Kwa hiyo mimi siwezi kumkanya tena. Sawa masuala ya kundi. Sasa mimi ndo nakwenda msibani. Sasa hivi nishakulipa? Ndo zako. Wakati wa kula wala usahau. Lakini wa kulipa wala sahau. Ndio mwingine si tuanza kutoa kwanza. Sasa bana mimi ndio nakwenda msibani sasa. Mimi ndio nakwenda kuzika sasa. Ndio muda wangu wa kwenda kuzika. Sasa ole wake. Huyo Kipunje nikutane naye hapo makaburini. Alafu sasa alete zake za kuleta. Nitakachomfanya. Wewe mlalie tu na mwili hata. Cha moto utakiona. Yaani mtakisikia. Enda baba mwili unakuruhusu. Nenda unakuja kunisimulia Kipunje. Yaani Kipunje ni zaidi ya mtu mbaya. Unajua ndio maana mimi siku ile nilikuwa na sita kama nikutoa pesa yangu. Yaani kila nikichekecha nilikuona sipati jibu. Na nakwambia kitu kimoja Jiro. Yaani hapa ndo naamini. Ama hakika Lemeongala alikosea kabisa kuimba Wema. Yaani mara 10 angeimba Kipunje. Kipunje la 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 la. Ndio maana ukaitwa Jiro. Sasa ngombe kitu kimoja Jiro. Kipunje siku anakuja kukutana na kesi ya kweli kweli. Hapa ndo atakuja kunijua kama mimi ni Kamanda Karokola au ni nani. Nakwambia. Tumekuja na panguso baba, tumekuja na panguso. Tumekuja kupangusa maadui wa taifa. Tumekuja na panguso baba, tumekuja na panguso. Tumekuja kupangusa maadui wa taifa. Na Jiro, nikwambia kitu kimoja. Kama utalichunguza hili, ukakuta ninayozungumza na ukweli ndani yake, nifikirie. Nitafutie namna fulani ya kuweza kuliweka sawa. Na achaje kukufikiria wewe afande, Kwa mfano. Afande. Basi bwana, kazini. Sikiliza mkwambie. Ukipata mishahara yako 2-3, usikose kuniona. Sasa umesema unaitwa Jailo? Jailo. Yule au kopi? Yeye. We. Haleluya. Haleluya. Ndugu zangu, inabidi tuwe tunakumbushana maneno haya mara kwa mara. Kama tulivyosikia, maandiko matakatifu yanatuambia katika kitabu cha Paulo kwa Wafilipi sura ile ya 1 mstari wa 21 inasema, kwa maana kuishi kwangu mimi ni katika Kristo na kufa kwangu kuna faida. Hivyo ndugu zangu, maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba tuishi kwa kumtumainia Yesu Kristo. Yeye ndiye mkombozi na mwokozi katika maisha yetu. Mambo haya hatumhubirii huyu mama Busako, tunajihubiria sisi, kwa maana ya kwamba yeye ameshamaliza kazi yake, na maandiko yanasema waliokufa, waliolala hawajui neno lolote, kumbukumbu lao
limesahaulika au limepotea kabisa. Hivyo ndugu zangu, tuzidi kumtumainia Mungu, kwani maandiko yanasema heri wafao katika Bwana, maana wanalo tumaini jipya. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba tuzidi kumtumainia Yesu Kristo ambaye ndiye Bwana na mkombozi wa maisha yetu, tukitumainia siku ya mwisho nasi tuvishwe taji ya uzima mpya, uzima wa milele na milele. Haleluya, haleluya. Naomba kwaya tuimbe wimbo kabla ya kuhitimisha. Tulia, punguza nchecheto, mbona hivyo? Waja kurupu, kuna nini kimekupata? Nani atakuwa wewe? Ngoja kwanza Bigi. Tuliza nchecheto. Hivi kwanza, ni nani ambaye anachukua sheria mkononi hiyo? Ni nani mtu mjinga huyo ambaye anachukua sheria mkononi wewe? Nani? Zungumzie ndani. Hapana, tulia hapa. Tulia hapa. Wewe ndani ufanye nini wewe? Tulia kwanza. Sawa, mimi naweza nikakusaidia wewe. Lakini nataka kwanza nijue huyu mtu ambaye achukua sheria mkononi hakufukuza wewe ni nani huyu? Kipunje. Tulia basi, tulia. Hapana, utaniletea zongo wewe. Sitaki. Sikiliza. Koyo ntulo ntajia. Mimi siwezi kukusaidia tafadhali. Nilitamani sana, lakini utanifanya mimi na wewe wote tufe. Wewe bora uende tu bwana, utake tufe wote hapa shehe wangu. Mwaletea zogo huyu. Ahlan wa sahlan. Asalamu alaykum shekhe wangu. Kwa hiyo umeona umfiche, si ndio? Toe uko ndani haraka sana. Shekhe kaenda huku. Enda huku shehe. Oba mtume mwe. Hakukuwa na haja yawe kujikojolea. Unakimbia sana. Bigi, nilikwambia brother, mimi ni jiwe walilolikataa waashi. Hapo namaanisha jiwe kula msingi. Hivyo yeyote nitakayemwangukia nitamsaga tiki vipande. Bro, unende kinyamana linga ndamile na majanja kikuti saka. Kaa chini. Ukae chini umsikilize kaka mkubwa hapo. Tangazo.
Naam kaka mkuu. Toa simu yako, nataka urekodi kila atakachokisema kama ushahidi. Na leo kiende Instagram, Facebook, Twitter na mitandao yote ya kijamii ili nchi nzima ijue kuna jambo linaendelea katika jamhuri yetu ya Vegas. Kama mkubwa hiyo haipingwi. Haya, ujiandae sasa, panaweza kurekodi vizuri. Unanisikiliza? Ujiandae. Kunja. Angalia rafiki yangu sema. Kunja. Mimi na wewe ni hausawa na kunja sifanye hivi na kanga ni kunja. Uongee vizuri. Kunja nini? Wewe kamanda ni hausawa. Tumekuja na panguso baba, tumekuja na panguso, tumekuja kupangusa maadui wa taifa. Tumekuja na panguso baba, tumekuja na panguso, tumekuja kupangusa maadui wa taifa. Sababu mbona hapo mboga hiyo? Nimekaa kidogo nisikie unifulie mumeo. Au kwa mtu mwingine unamua? Sina hata mtu mwingine mwai. Sema na wai, maana kaka Kipunja aliondoka alituagiza wote twende kwenye mazishi. Sasa akirudi akinikuta sipo, itakuwa ni shida nyingine. Maana sasa hivi ni kama na kimempanda si mwezi mchanga, yani kidogo anajipanikisha. Sasa ndio hivyo nikataa mimi nisimwongee vibaya ndio hapo. Lakini anazingua kishenzi. Aswa kwa hiyo alomfanyia bi mkubwa. Yaani ananiuma kishenzi, lakini ipo siku atalipata kama sio leo. Bwana, mimi sitaki kuongea mambo mnajua na wenyewe. Mimi naenda. Sawa. Bye. Niacho. Wewe kidogo tu ukija una hai kuondoka. Baadaye basi nakuja. Hapo mimi nakufagilia long time ngani sawa. Kunja sifanye hivi rafiki yangu. Unajua mimi nilikuwa kuchukulia poa yani. Unajua nilikuwa naona kama wafala tu haya kuuza yani. Uonge usikike kwa sauti. Uonge sasa, uonge vizuri. Nilikuwa nakuchukulia poa yani kama wafala haya kuuza. Yakuza kina nani? Useme kwa nguvu kusikie. Yakuza manini? Wafala tu yani. Wafala. Kipunje. Ndio marafiki yangu au sababu mimi niko na flash tu yani au sababu flash tu mchezo. Hebu wacha kumshika kakangu kwanza, mbona mchafua? Kunja sabea ya sabea unajua nini? Hata ukisema birudi shambani mimi flash tu alafu flash tu yani flash tu. Unajua nini? Tata ngoja mimi niko hapa ni kama mchumba tu au sababu mimi unasemaje? Useme kwa nguvu, wewe nani kwake? Unabisha, useme utakusikia. Hivi Jonijo, unataka niongee vipi ili unielewe? Kuna vitu vingine sivitaki. Huyu binti niokutana naye hapa si ndio mdogo wake na yule kaka alionifanyia fujo mimi? Unataka niongee vipi ili wewe mimi unielewe? Mama, mimi sijaona haja wewe kuwa na hasira kiasi hiki. Punguza Mungu karibu mkubwa. Afu kuswala Kipunje, mimi nishakuahidi kwamba atalipa mara 2 zaidi alichokufanyia. Na unajua kwamba mimi nikiweka ahadi ni lazima nitimize. Na kuahidi mama, Kipunje atalipa. Lakini mswala sikujua. Mama, siwezi kuachana naye ghafla hivyo. Nampenda. Najua na wanawake zaidi ya 6, lakini yeye ndo kabali yangu mama. Nipe muda kidogo na kuahidi nitaachana naye. Lakini sio ghafla hivi tu mapapa. Wewe una akili wewe? Una akili wewe Jonijo? Una akili? Sikiliza nikwambie, mimi maamuzi yangu siwezi kubadilisha hata siku moja. Na kama uwezi nilivyokuambia, kuanzia hivi sasa hivi toa kilichokuwa chako. Nenda kapange nyumba yako huko, ukawapange foleni kama unapotaka kuwapanga. Lakini sio kwenye hii nyumba yangu. Sijui umenisikia? Umenisikia? Mama, unadhania mimi kwamba hainiumi wewe Kipunje kufanya kitu kama kile? Yaani ninapolala, ninapoamka ni swala ambalo nalifikiria sana katika akili yangu. Sione kwamba nipo tu mama. Atalipa mimi nakwambia. Ai 10 Jonijo wewe. Wewe vipi ndio kati na
ulikuwepo. Wewe ulikuwepo. Na mwisho wa siku haya wapange foleni, mara mwekundu, mara mweusi, mara wa blue, mara wa kijani. Haya ndio maisha uliojiwekea na utacheza mpira mpaka uchoke. Una dada utakachokifanya katika maisha yako. Lazima. Ngoja nimuone Big Jembe vizuri. Big Jembe hapa. Kweli. Hasa hapo mbona anasema kama mwanamke? Aya, anapigwa jamani. Jamani. Waoni mnashuhudia hichi ambacho mimi nakiangalia hapa. Unajua Big Jembe amefeli sana wao. Afu hii video imetrendi sana huko mtandaoni. Kila mtu sasa hivi ukipita mtaani anaiangalia hii video. Yaani sisi ametuzainisha kiasi hichi, ametutukana. Sisi wa mafaa, sisi wachumba au ni sisi? Yaani mwanangu Jonijo, kwa jinsi hii video ilivyo trend, oya Katepa, sio poa. Ninapokuambia madem zetu wanatuona wote sisi mafala. Yeye Big Jembe kachapika kwa michongo yake. Kachapika kwa sababu ya kutembea na bibi mkubwa wake Kipunje. Sasa sisi tunaingiaje? Yakuza wanaingiaje hapo? Ngoja afu nikwambie kitu kimoja. Umeona hayo maneno hayo yanampa ushindi kinoma kama Kipunje. Umeona kati hata Big hapo anatuponda sisi. Kipunje kama alikuwa kaenjoy, yani kajisikia amani yani. Ushaona? Sasa mimi ninachowaza cha haraka sisi tumtafute Big. Au mnaonaje? Sure. Katepa. Sio atafute mwanangu au sio? Sio kwamba tufanye tumtafute. Nyumbani kwa Big Jembe tunapajua na tunatimba muda huu akatupe tafsiri kwa nini ametuita sisi mafaa. Story. Rit. Sorry. Mngejua kitu kilichotokea huko leo. Mambo ya ajabu sana. Kuna mtu leo amechakaa kama Bigi. Bigi amechakaa, usichukulie poa. Jamani nyewe Bigi amechakaa. Oh. Tumeiona video. Naamini katika hilo pange hilo Yakuza tayari tukashapata somo. Sasa nikawa najiuliza, Kipunje kulifanya hili swala kuwa kubwa hivi, issue ni msiba tu Bigi kuja msibani au labda wana issue nyingine nyuma ya pazia sisi hatujui? Kweli wewe zamu kweli. Kuna kitu gani hapo usichokijua? Ngoja niwaambie ni kitu. Unajua baada ile pale video kusamba ndio yalipoanza kuzukama neno kwa watu. Kumbe Bigi anatembea na bibi mkubwa mama Kipunje. Tumekuja na panguso baba, tumekuja na panguso. Tumekuja kupangusa maadui wa taifa. Tumekuja na panguso baba, tumekuja na panguso. Tumekuja kupangusa maadui wa taifa. Mimi nilijua tu msiba huu usingeweza kulifanya hili jambo kuwa kubwa namna hiyo. Lakini kwa sababu Bigi ameyataka mwenyewe, wacha ataadilike tu. Tena unisikilize kiumakini. Mbaya zaidi kaka mkubwa Kipunje kashamkuta Bigi yuko na bibi mkubwa. Badala ya kukuta Bigi pale Mixa kaanza kumnya Kipunje, kaanza kuongea kauli zake za kishujaa. Kipunje zikampata. Bigi amepata bahati, kuna mtu kabahatika kama Bigi. Bigi ana bahati. Uwezi kwa mimi nikampiga ngumi kaka Kipunje kaanguka chini. Kipunje kaanguka? Alo, nachokwambia unajua masiala. Bigi ana bahati. Kaka mkubwa kaanguka chini. Alipoinuka akamwambia Bigi, nitakutafuta. Sasa mkosi wa Bigi badala yake kaka mkubwa kumtafuta kajileta mwenyewe kwenye 18. Bigi amechakaa. Demani mimi ndo nilikuwepo. Unajua mtu anambunda mtu kama anapiga nyoka. Bigi amechakaa nyie. Alikuwa hajamjua yule. Anamchukulia poa. Sema nini hizo ni dharau. Mimi naambia hizo dharau. Bibi mkubwa naye amesidi. Unajua hata kule kitani kwangu kule kuna dogo mmoja hivi anatoka naye. Naambia kuna dogo mmoja anatoka naye. Dogo mimi nimemuonya mara kibao nimetoka kusikiliza. Hili jambo sio la hili. Kausha acha. Lakini bado kausha acha. Lakini mnamngangania kwa sababu familia yake mimi naifahamu. Umeona bwana? Dogo mmoja hivi mtakuwa mnamjua. Dogo mmoja hivi anajiita sex machine, unajua shabalo fulani hivi anajifanya anadai na nini. Anambia wewe, huu moto unakuja kukanyaga huu moto mimi naniumiza kwa sababu mama yake Kipunje unajua ni mama yetu sisi. Ni kweli. Umeona bwana? Kweli kweli. Sasa kwa nini afanye hivyo?
Bibi mkubwa naye ujue naye. Basi tu hatuwezi kusema, hatuwezi kumwambia, lakini ni shy kishenzi wanangu. Naumiza sana. Jamani. Uso mda wa kuongelea vitu kama hivyo. Mimi niwashukuru sana wanangu. Mimi bila nyinyi msiba usingeisha, ujue. Nawashukuru sana. Pia amshukuru na kaka Kipunje. Sijui jamii inamchukuliaje, ila mimi namwangalia kwa jicho la pekee sana. Mwenyezi Mungu mlinde kaka Kipunje. Basi. Hata kuharibu tena. Tumekuja na panguso baba, tumekuja na panguso, tumekuja na panguso baba, tumekuja na panguso, tumekuja kupangusa maadui wa taifa, tunapangusa ujinga, tunapangusa maradhi, tunapangusa na umasikini, tunapangusa na usaliti, tunapangusa ulevi, tunapangusa dhuluma, tunapangusa udangaji pamoja na ngono zembe. Tunapangusa madawa ya kulevya. Aiwe baba we baba, ai mama we mama, ai kaka we kaka, ai dada we dada. Haya twende panguso, mama panguso. Haya twende panguso, mama panguso.